Israel imemwonya kiongozi wa Syria Bwana Mohamed al-Julan juu ya kufanya shambulizi lolote katika vituo vyake vya kijeshi hasa katika milima ya Golan. Hii ni baada ya tetesi kwamba huenda Syria ikaamua kufanya shambulizi lolote katika vituo vya kijeshi vilivyopo katika milima ya Golan kutokana na mashambulizi mazito ya vituo vya kijeshi vya nchini Syria baada ya kuondoka madarakani kwa Bashar al-Assad. Hata baada ya kuondoka kwa Assad, Israel iliendelea kufanya mashambulizi katika vituo vya kijeshi nchini Syria na imesema kwamba inafanya hivyo kwa sababu tu inalenga kuondoa silaha ambazo huenda zikatumiwa na wapiganaji ama makundi ya kigaidi. Wakati huu waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz anasema kuwa vikosi vya jeshi vya Israel vitaendelea kusalia katika maeneo ya kingo ndani ya Syria na kuchukua hatua dhidi ya vitisho kwa usalama wake, akionya serikali ya Bwana Mohamed al-Julan ya Syria ambayo italipa gharama kubwa ikiwa itaruhusu vikosi vinavyoshambulia Israel kuingia. Vyanzo vya habari vya Syria vimeripoti mapigano ya kivita kati ya IDF na wapiganaji wanaunga mkono Hayati Tahrir al-Sham HTS huko Daraa kusini mwa Syria mapema asubuhi ya Alhamisi. Kwa maana ni kwamba vikosi vya jeshi la al-Shara vimeamua kupambana ni vikosi vya Hayati Tahrir al-Sham. Sasa Israel imemwonya Bwana al-Shara kwamba asiruhusu vikosi vyake kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Vikosi hivyo vya al-Shara vya Hayati Tahrir al-Sham vimegundua kwamba wakati huu Israel inafanya mashambulizi bila kukoma na inaharibu kila miundombinu ya kijeshi na hivyo jeshi kubakia bila kitu, na hivyo wakaona hakuna namna isipokuwa tu kulipiza kisasi. Na wakati huu waziri wa ulinzi nchini Israel Bwana Israel Katz akaamua kumwonya rais wa sasa wa muda wa nchini Syria Bwana Mohamed al-Shara ambaye inaonekana ni kama vile amewekwa madarakani, huku kukionekana katika kundi la Hayati Tahrir al-Sham kukiwa na tofauti. Al-Shara alitangaza kwamba kamwe hatafanya maamuzi ya kushambulia vituo vya kijeshi vya Israel wala kuishambulia Israel ndani ya ardhi yake. Katika wiki iliyopita Israel imefanya mashambulizi ya anga kote Syria. Jeshi lilithibitisha jambo ambalo Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria inayoongozwa na HTS ililaani. Jeshi la anga la Israel lilishambulia pia uwanja wa ndege wa kijeshi wa Hama ambao karibu uliharibiwa kabisa na makumi ya raia na wanajeshi walijeruhiwa usiku wa kuamkia Jumatano na Alhamisi. Vikosi vya jeshi la anga vya Israel vilifanya kazi nchini Syria usiku kucha ili kuzuia matumizi ya vituo vya kijeshi na vifaa vilivyoachwa nchini kutoka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Kikosi cha wanajeshi wa IDF chini ya uongozi wa kitengo cha 210 katika wiki moja iliyopita kilivamia kambi ya kusini mwa Syria na kubomoa vifaru vilivyokuwa nje ya huduma, shehena za silaha za kivita zilizokuwa zikitumiwa na utawala wa zamani wa Syria, jeshi lilitangaza siku ya leo Jumamosi. Wanajeshi hao walichukua silaha za ziada ikiwa ni pamoja na chokaa na makumi ya roketi ambazo ziliachwa na utawala wa Bashar al-Assad, huku uongozi wa al-Shara ukitazama. Mahala hapo awali palikuwa kama makao makuu ya kitengo cha ndani ya utawala wa zamani wa Syria. Jeshi lilisema shughuli hizi ni kwa madhumuni ya kuondoa vitisho kwa Israel na haswa vitisho vinavyotolewa kwa wakazi wa milima ya Golan. IDF iliwaua watu kadhaa waliokuwa na silaha ambao waliwafyatulia risasi wanajeshi katika eneo la Tasil kusini mwa Syria siku ya Jumatano usiku, jeshi lilithibitisha Alhamisi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.